Naam, mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Zaidi kwa sasa tunagusia yale yanayotokea huko Iran. Sasa na hapa nalo chapisho la BBC Swahili hapa wanauliza nani anaiongoza Iran baada ya kifo cha Khamenei. Sasa nitakupitisha kile ambacho kimeandikwa ili na uweze kufahamu na tuweze kujifunza mengi hapa. Sasa anasema baada ya kifo cha Khamenei, nani ataongoza Irani? Irani imetumbukia katika kurasa mpya wa kihistoria baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu Al-Khamenei katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Kifo chake kimeacha ombwe la uongozi katika utawala wa Jamhuri ya Kiislamu na kuanzisha mchakato mgumu wa kumtafuta mrithi wake. Punde baada ya kuthibitishwa kwa kifo cha Khamenei, baraza la uongozi la muda lililosajiliwa, huku jukumu kuu likiwa ni kusimamia serikali ya taifa, kuhakikisha utulivu wa ndani na kuweka msingi wa mchakato wa uteuzi wa mrithi wa kudumu. Lakini si kazi rahisi. Irani inakabiliwa na mashambulizi ya kimkakati, shinikizo la nje na hofu kuu kuhusu nani atakayerithi nafasi ya Khamenei. Kifo cha kiongozi mkuu wa Irani kimeibua ukurasa mpya hatari wa kihistoria kwa Irani na ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Serikali ya Irani imetangaza siku 40 za maombolezo kitaifa pamoja na siku 7 za mapumziko ya umma. Ili kupata mrithi wa Khamenei, baraza la wataalamu linafanya maamuzi hayo. Hatua hii huenda ikachukua muda kwa sababu ya mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Israel na Marekani ndani ya Irani, huku Tehran ikianza tena mashambulizi dhidi ya nchi za Ghuba ya Kiarabu. Kwa sasa kuna baraza la muda linaloongoza Irani hadi kiongozi mkuu mpya atakapopatikana. Miongoni mwa wanaounda baraza hilo ni Rais Masoud Pezeshkian. BBC inaelewa kuwa kamati ndogo ndani ya baraza hilo lilikuwa likifanya kazi orodha za siri za wagombea watarajiwa kabla ya kifo cha Khamenei. Israel na Marekani wanasema kuwa dhamira yao kuu nchini Iran ni kuleta mabadiliko ya utawala. Sasa hiyo ni machapisho ama hilo ni chapisho la BBC. Moja kati ya kitu ambacho cha kujiuliza sana katika siasa za ulimwengu hizi na kile ambacho Marekani anakipigania. Marekani, moja kati ya sababu ambayo Trump alitaja ni hiyo kwamba ya utawala wa Ayatollah ulikuwa haufai, ni utawala wa uovu, kwamba yeye anataka kuwawekea ama kuwasaidia watu wa Irani kiongozi ambaye wanampenda na kiongozi ambaye atarudisha utawala wa umma. Bado Irani inajibu. Hata mapema tu leo Jumatatu tayari kiongozi wa kijeshi alikuwa ametoka kwa ajili ya kushinikiza ama kusisitiza kwamba bado kuna mashambulizi yataendelea, na wametoa baadhi ya maeneo ambayo watayalenga. Mafanikio ya Israel na Marekani ya kumuua kiongozi wa juu wa taifa hilo, lakini pia na safu ya uongozi kama jeshi na viongozi wengine waandamizi wa taifa hilo umefanikiwa. Lakini je, kusudio la kumweka ama kuweka mtu ambaye wanadhani atasimama na wao mbali na mfumo ambao Ayatollah alikuwa nao utafanikiwa, ama Irani itaendelea kusimama na kupinga kile ambacho Marekani na Israel wamekianzisha? Nataka kusikia maoni yako. Unafikiri upande upi ambao utafanikiwa kuingiza uongozi tena baada ya hayo yote ambayo yamefanyika? Shiriki nami sehemu ya maoni hapo. Asante.